Miliki wa vyumba vya kukodi almaarufu Airbnb katika kaunti ya Mombasa wameagizwa kunradhi kuwa na rekodi ya watu wote wanaowazima vyumba hivyo. Agizo hili limetolewa na kamishna wa kaunti ya Mombasa katika mkutano wa kupambana na dhulma za kijinsia na mauaji ya wanawake ulioandaliwa na kikosi kazi cha kiufundi cha ofisi ya rais kuhusu dhulma za kijinsia huko Mombasa. Blue Smile Hassan anaarifu zaidi. Kutokana na ongezeko la visa vya mauaji ya wanawake na dhuluma za kijinsia katika kaunti ya Mombasa, mwakilishi wa wanawake katika kaunti hiyo Zamza Mohamed, kamishna wa kaunti ya Mombasa Mohamed Nur, pamoja na kikosi kazi cha kiufundi cha ofisi ya rais kuhusu dhuluma za kijinsia wamejitokeza kukashifu matukio haya na kuahidi kuyapiga vita paka yafike kikomo. Mahospitali tuweze kuzungumza na kujitokeza kesi hizi. Changamoto moja tumeona ni ya kwamba kesi ambazo zimejitokeleza nje ni nyingi zaidi kushinda zile ambazo zinaripotiwa. Kwa hivyo Mohamed Nur sasa anawataka wamiliki wa vyumba vya kukodi almaarufu Airbnb kuwasajili watu wote watakaowazima vyumba hivyo ili kuzuia mauaji katika vyumba hivyo ambavyo vimekuwa maarufu nchini kwa mauaji ya wanawake. Mambo ya BNB na nini, tumeambiwa strictly watu BNB waweze kuregister anybody who comes to their BNB. Wasikubali tu kupatiana room bila kujua ni nani. Ndio kama kuna msichana mdogo hajafika ile umri wanaweza kutoa alert. Wana alert the area chief na wale wengine. So hiyo pia tunaangalia. Haya yanafuatia vifo vya hivi majuzi vya afisa mkuu wa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC Bi Aisha Abubakar aliyeripotiwa kuuawa Kisauni, huku mwanamke mwingine kwa jina Jena Chieng akiuawa huko Likoni. Tika ya kwamba vile visa vya hapa Mombasa mpaka dakika hii hatujaelewa vinaendelea vipi. Ni juzi tu tulikuwa na kisa cha mama aliyouawa na mume wake ambaye ni polisi, hatujaelewa kesi hiyo inaendelea vipi. Tulikuwa na kesi ya juzi Likoni, yule mama alifariki. Bombolulu kuna dada zetu pia waliuawa. Yaani hizi kesi zinaenda polepole sana. Viongozi hawa pia wametoa wito kwa wazazi kuwatahadharisha wasichana wao dhidi ya kushawishiwa na walaghai wanaowatumia na kuwaua, wakitoa wito kwa wasichana kujitenga na watu wanaokutana nao katika mitandao ya kijamii. Mimi nataka kuambia hasa kina mama, tuongee na tuseme na watoto wetu wa kike. Watoto wetu wengi wa kike ndio ambao tunapata wamekufa kule BNBs, tusijui ANBs wamekufa kule, wengi wanachukuliwa wanadanganywa na watu wakiwadanganya wapenzi. Ongeeni na watoto wetu wa kike sana waweze kuwa na kujiheshimu na kukaa katika sehemu ambazo ni sawa. Asikubali tu kutolewa na mtu ambaye hamjui, especially strangers ambao wanakutana nao tu kwa mitandao. Hao ndio wengi tumepata cases za wasichana wetu kuuliwa, wengine walitupwa katika ile kwere ya Nairobi. Blue Smile Hassan, runinga ya KU.